Watoto hawana adabu, hawana heshima. Watoto wanatamaa, watoto wako moto kama kitu gani? Haya, umeshindwa kuheshimu ule uaraza na kile kitambi. Basi hata ile rangi ya uoto wa asili pia ukashindwa kuiogopa, uipe heshima yake kwanza. Mtoto ulokopa umekosa adabu wewe. Uko moto, umepata bahati, umechetuliwa mara moja mara mbili, ukaenda kujimilikisha ukawa wewe mke. Unaenda kugombania ndizi, mgomba si wako. Mwenye mgomba kakaa katulia na kula kiyoyozi, amerelax. Nia na mazumuni yako kitu gani? Unaenda kumpiga msichana mwenzio kama vile. Na ndio maana umepewa wembamba wewe. Umepewa roho kubwa, mwili mdogo, umepewa wembamba wewe. Na umelaaniwa na kila mtu anakulaani. Hizo baraka zinatoka wapi? Kila mtu anakulaani, wewe umejianzishia mikosi mapema. Hizo baraka zinatoka wapi? Kwenda kutembea na wanaume za watu kila siku mkiambiwa hawasikii. Unategemea mtu atakuja kugombana na mume wake aliyotoka naye chini mpaka juu kwa ajili ya kwako wewe mjinga mmoja? Utachezewa, utaachwa, basi maisha yataendelea kama kawaida. Tena afadhali yeye anaombwa msamaha, yupo katika jumba la maana, anakula kiozi. Kuna watu huko wanapigwa matukio na unaambiwa kabisa ukitaka ondoka, ukitaka baki. Kuna watu huko na maisha magumu, hela kula shida, na bado mwanamume hajatulia. Kila mwanaume ana madhaifu yake. Hakuna sasa hivi mwanamke atakayekubali kumwacha mwanamume wake kirahisi. Kama ulitegemea hivyo, ndugu yangu, umenoa. Mtoto umenoa. Umeenda kule kunanili kusoma, zilongwa mbali zitendwa mbali. Umeenda kusoma, fata masomo yako, ondoka. Mkiambiwa watoto someni, elimu haina mwisho, elimu yako ni akiba, uzuri unaisha, elimu haishi. Hamuelewi. Kila siku mnataka kuparamia watoto, mnaparamia visivyowahusu kila siku. Haya, zaliliko ndo hilo. Haya, limeshakukuta, sina sura yako unaiweka wapi? Una kazi ya kukimbia una danki kila sehemu. Ushaingia doa tayari. Ushaingia doa tayari. Roho mbaya tu. Nyo.